Namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kiko mbele yetu sasa. Naomba uweze kusikiliza ujumbe huu wa siku hii ya leo. Nataka tusome maandiko matakatifu katika kitabu cha Timotheo. Timotheo wa pili sura ile ya 3 na ule mstari wa kwanza naanza kusoma. Maandiko matakatifu yanasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuweko na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Mstari wa 5, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Ujumbe wa asubuhi ya leo, nataka kuzungumza habari za siku za mwisho. Ukijua kwamba siku zote zinaonekana ziko sawa, lakini kinachoweza kuonyesha kwamba tuko siku za mwisho ni yale matukio au matendo yanayoonekana, ambayo miaka ya nyuma au kule nyuma wazee wetu, wababu zetu hawakuyaona. Lakini leo katika siku hizi za mwisho mambo hayo yanatukia na yanaonekana kwamba tuko katika nyakati za siku za mwisho. Sasa tunapokuwa katika siku za mwisho, tunaziona dalili, tunayaona matukio yanavyotukia na yanavyokuwa. Tukishayaona matukio haya, tunaona kwamba kweli tuko katika siku za mwisho. Biblia imesema ya kwamba watakuwa ni watu wenye kujisifu, wenye tabia za watu wenye kujisifu. Katika siku za mwisho, watu wa namna hii wapo, wanaopenda tabia ya kujisifu, wanapenda mambo kusifiwa. Ndio Paulo anamwagiza Timotheo, anamwandikia Timotheo amwambie kwamba afahamu ya kwamba tuko katika siku za mwisho. Kwa maana neno la Mungu tumesoma ya kwamba, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Paulo anamsisitiza Timotheo kwamba tambua, elewa, katika siku za mwisho ni siku ambazo ni za hatari. Akasema, ule mstari wa 2 anasema ya kwamba, maana watu watakuwa wenye kujipenda. Leo jaribu kuangalia tu wa Mungu kwamba ni watu wenye tabia ya kujipenda, wenye tabia ya kujiona wako bora zaidi ya wengine, watu wanaojiona ya kwamba wako sawa, watu wanaojiona ya kwamba wanayafanya haya yanapendeza. Ndio maana anasema wenye kujipenda, wenye tabia ya kupenda fedha, wenye tabia ya kupenda fedha. Katika siku za mwisho, watu wenye tabia ya kupenda fedha ndizo tunawaona nyakati za sasa. Ni watu ambao wanaonekana wanapenda fedha, wanapenda fedha. Sasa katika hiyo tabia ya kupenda fedha, unapaswa kujua mtu wa Mungu ya kwamba na tunahitaji kujihadhari sana. Tunahitaji kujihadhari sana. Tunahitaji kujihadhari sana na hiyo hali inayoendelea. Tabia inayoendelea. Tabia ambayo inaonekana
inakuwa wenye tabia ya kupenda fedha, na fedha leo ndio inatawala dunia. Fedha ndio inatawala dunia, na watu kila mahali wanajaribu kutafuta fedha. Wanajaribu kuangalia ni jinsi gani waweze kufanikisha kuwa na fedha. Huu ni uovu ambao unaonekana katika siku za mwisho. Watu wenye kujipenda, watu wenye kupenda fedha, wanajiona ya kwamba wako katika maisha ya kutafuta fedha, na fedha wametafuta. Lakini maandiko matakatifu tunayasoma katika ile kitabu cha waraka wa Petro, katika waraka wa Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 na mstari wa 10, anasema mstari wa 6 katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Naomba mtu wa Mungu nisome andiko hilo ili tuweze kuendelea na somo hilo vizuri. Tuweze kuendelea na somo vizuri. Tunazungumzia habari ya fedha. Fedha ambazo leo wanadamu wamefanya kutafuta mpaka hatimaye wamefika kwenye viwango vya kumwacha Mungu. Biblia inasema walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, na tena hatutaweza kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Mstari wa 9, lakini hao watakao kuwa na mali na huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. Maana shina la mabaya ni ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Wewe mtu wa Mungu, pamoja na hayo yakimbie maasi, kimbia maovu, kimbia mambo kama hayo. Usijiingize miongoni mwa watu wanaopenda fedha. Watu wamependa fedha, wamemkosea Mungu. Hatusemi fedha ni mbaya, lakini inaweza kuwa mbaya endapo itaonekana kuwa ni mungu dunia. Kama itaonekana ni mungu dunia, fedha inaweza kutokea kuwa ni mungu dunia, ukaipenda ukamsahau Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ndio maana Biblia inasema kwamba walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Ukiridhika na maisha, ukaridhika na fedha ulionayo, ukairidhika, utajikuta haumkosei Mungu. Lakini ukifika mahali ukajikuta kwamba umedhama katika fedha, umezama kutafuta fedha, unajikuta kwamba umemkosea Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba shina moja la mabaya katika yote ni mtu kupenda fedha. Leo watu wanapenda fedha, wanatafuta dunia hii, wanatafuta fedha kule na kule, hawatosheki. Lakini ili uweze kutoshelezwa na kuridhika ni pale unapoweza kumwamini Kristo, kumwamini Mungu, kumwachia Mungu kwamba Kristo yatosha, yeye anatosha. Bali wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo, ukafuate haki na utauwa na imani na upendo na saburi na upole. Wewe mtu wa Mungu, ridhika, uendelee kumpenda Mungu, endelea kumcha Mungu, endelea kuishi maisha ya kumpenda Bwana. Tunazungumza habari za siku za mwisho. Leo tunapozungumza siku za mwisho, au dunia iko ukingoni, iko katika ukingo, tunaelekea mwisho.
hata kama dunia itaendelea kuwapo, inaonekana, lakini tabia zake zinajidhihirisha. Dalili za utungu zinaonekana ya kwamba tuko katika siku za mwisho. Kwa hiyo tunapoendelea kuangalia maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Timotheo, sura ile, waraka wa Timotheo wa pili sura ile ya 3 na ule mstari wa 2, anasema kwamba maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha. Wenye kupenda fedha. Ndio maana nimekueleza kwamba mtu wa Mungu, lidhika na utauwa na uchaji. Endelea kutembea katika njia ya kweli na haki. 3, wenye tabia ya kujisifu. Unataka kuona watu wa siku za leo wanapenda kujisifu. Mimi nimefanya jambo lile, nimefanya jambo lile, nimefanya jambo lile, nimefanya lile, nina uwezo wa kufanya lile. Anasifiwa, unamsifia, anasikia raha kwa kusifiwa. Wenye tabia ya kujisifu. Katika siku za mwisho, wenye tabia ya kujisifia wamekuwapo wengi, wanapenda sifa, kujisifia. 4, wenye tabia ya kiburi. Wana tabia ya kiburi, ya kujiona wao ndio wao. Wao ndio wao. Hao wote utawapata wapi? Utawapata hapa duniani. Ni watu wenye tabia hizo. Lakini mtu wa Mungu, nini kifanyike kwako? Biblia inasema yakimbie hayo. Ishi maisha ya utauwa. Ishi maisha ya kumcha Bwana. Ishi maisha ya kumpenda Mungu. Ishi maisha matakatifu. Ishi maisha ya kumwachia Bwana. Utauwa. Jambo linalofuatia ni wenye kutukana. Wana tabia ya kutukana, ya kusema maovu, ya kuzungumza mabaya. Tabia zao zimeharibiwa. Tabia zao hazifai. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 33 anasema, msidanganyike, Mungu hazihakiwi. Mazungumzo mabaya huharibu tabia za mtu. Tabia yako inaweza kuharibika baada ya kuingia katika matusi. Unaweza kuharibiwa tabia zako kwenye tabia ya kiburi. Tabia yako ikaharibika, tabia yako ikawa mbovu. Watu wasioweza kutii wazazi wao. Katika maisha ya leo, wako watu ambao kizazi cha leo hakiwezi kutii wazazi. Lakini maandiko matakatifu yanasema katika ile amri ya 4, waheshimu baba yako na mama yako, miaka yako ipate kuwa mingi. Unataka kuona maisha yako yanajaa baraka, waheshimu wazazi wako wa kimwili. Wazazi wa kimwili, wazazi wa kiroho, wote ni wazazi wako. Wamedili kukusaidia, kukufundisha, kukulea, kukusaidia ili uishi maisha matakatifu. Kwa maana Timotheo akaambiwa na Paulo, watii wazazi wao, watii wazazi. Wenye tabia ya watu wasiotii wazazi wao, hawa nao ni watu ambao wameonekana katika kizazi cha sasa ni watu wakaidi, wasioweza kutii, wasioweza kusikiliza wazazi, wasioweza kukaa na wazazi wao vizuri. Lakini mtu wa Mungu, wewe ambaye umemkombolewa, umemjua Kristo kuwa ni Mwokozi, unahitaji kuwapenda wazazi, kuwafurahia wazazi, kuwatii wazazi, kutembea katika njia ya kuwapenda wazazi. Onyesha moyo wako kuwanyenyekea, kuwapenda. Mzazi ni mzazi. Mzazi ni mzazi. Hata kama angelikuwa ni mlevi, hata kama angekuwa na tabia mbaya za kidunia, lakini mtoto lazima onyesha kutii, onyesha kumtii mama, onyesha kumtii baba, umsikilize, ufanye kama vile anavyokuagiza.
Lakini wale waliopoteza kutowatii wazazi ni wale ambao wamejiingiza kwenye maisha mabovu. Maisha mabovu, wamekuwa walevi wa madawa ya kulevya, wameharibikiwa akili zao, wamekosea sehemu kubwa, wameishi maisha machafu. Lakini wewe mtu wa Mungu unahitaji kunyenyekea, kuonyesha utii, unatembea katika Mungu, unawatii, unawapenda, unapenda kupata baraka kutoka kwao, ili baba na mama watoe baraka kwako. Ni pale unapoonyesha utii na unyenyekevu. Wako wazazi baadhi ambao leo wanajuta kwa nini wamezaa. Kwa nini wamezaa? Waliomba kizazi na wakazaa, lakini baada ya kuzaa watoto wao wamekuwa michongoma, watoto wao wamekuwa shida, watoto wao wamekuwa laana, watoto wao wamekuwa mateso, wamekuwa ni shida katika maisha yao. Wanatamani kwamba yule mtoto angempeleka wapi ili angalau aishi maisha furaha. Tunahitaji kumcha Bwana, tukijua ya kwamba tuko katika siku za mwisho, tuko katika nyakati za mwisho. Tunahitaji kuonyesha utii mbele za Bwana. Tunahitaji kuonyesha hata kwetu sisi tuliomjua Mungu, tunaotembea katika Mungu, lazima umtii baba yako wa kiroho. Baba yako wa kiroho aliyekuhubiri ukaokolewa, ukamjua Mungu, ukaanza kutembea na Mungu, baraka na mafuta akakuwekea. Lazima kutii, kumnyenyekea, kumpenda, kumpa upendo wako mtoto, kuonyesha kwamba kweli wewe ni baba yangu wa kiroho, umenisaidia, umeniwezesha kufikia viwango kadha wa kadha. Kwa hiyo utii wako, kuwatii wazazi ni jambo la baraka. Ndio maana Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, miaka yako ipate kuwa mingi. Tunataka kupata wingi wa maisha, wingi wa baraka, wingi wa maisha duniani, ni kutii wazazi, kutii wana wa Mungu. Tuonyeshe kuwatii waliotutangulia kutuhubiri Injili, baba zetu wa kiroho, kuwanyenyekea, kuwasaidia, kuonyesha kwamba kweli tupo kwa sababu Mungu amewaweka wazazi wetu. Hatua nyingine inayofuatia kutoka kwa wasio na shukrani. Kizazi cha leo ni watu ambao wanaweza kuwa ni kizazi kisichoweza kuwa na shukrani. Kushukuru ni tendo ni dogo sana. Kushukuru, kusema asante, lakini tendo dogo, lakini unayemwambia asante huwa anasikia faraja, anasikia baraka, anasikia vizuri kumwambia asante. Asante kwa chakula, asante kwa ukarimu, asante kwa kunisaidia, anasikia vizuri. Lakini Biblia inasema kizazi cha leo ni watu wasio na shukrani, hawana shukrani, hawashukuru. Hata kama angelitendewa jambo lipi, hashukuru. Niwahi kuona mtu mmoja miaka nyuma, alikula chakula, baada ya kumaliza kula chakula bado aliongea baada kwa kumwambia bwana, mbona hujashukuru, mtie moyo angalau mpishi aliyepika. Akasema, nitashukuruje kama hata wao wenyewe ilikuwa lazima wale chakula? Nitashukuru kwa lipi? Hata wao ilikuwa na lazima wale chakula. Sasa hakuona haja ya kushukuru. Lakini kwetu wana wa Mungu tuliokoka, tuliomjua Mungu, tunaotembea katika njia ya Mungu, jitahidi kuwa mtu wa shukrani. Shukuru kwa yale unayotendewa, unayofanyiwa. Shukuru kwa yale unayotendewa, shukuru kwa yale ambayo yamefanyika, shukuru. Watu wasio na shukrani, wasioweza kushukuru. Hatua nyingine nasema watu wasio safi. Watu wasiokuwa safi rohoni. Yaani leo unaweza kutafuta wachawi usiwapate, lakini wachawi leo wamevaa masuti, wamevaa nguo, wamepotelea makanisani, ambao sasa wamevaa kama wamekuwa kama kondoo, lakini ndani yao Biblia sema ni mbwa mwitu wakali. Hao ni mbwa mwitu wakali. Utaua ndani yao haumo.
lakini kwa nje wanaonekana ni safi, wanaonekana wana sura nzuri, lakini ndani yao si wasafi. Ndani sasa leo wamekuwamo matapeli, wamekuwemo wezi, wanyang'anyi, wadhurumaji. Lakini leo ikifika Pasaka utawakuta wamo makanisani wanasali, lakini tabia zao zimekuwa kinyume na yale wanayoyafanya, kinyume na vile wanavyoenda kanisani. Leo mtu wa Mungu, natakiwa uwe safi rohoni na uwe safi mwilini. Itapendeza sana, itapendeza sana ukiwa safi rohoni, ukawa safi mwilini, maisha yako yakawa safi. Wewe ni mchaji wa Mungu, unamtii Mungu, unamnyenyekea Mungu, unatembea katika njia ya Mungu, unampenda Mungu. Itakuwa ni jambo zuri la kupendeza, itakuwa ni jambo zuri ukijua kwamba tuko katika nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Kutambua kwamba tuko katika nyakati za hatari. Hatari ni jambo linalotokea la kutisha, usioweza kulijua, usiolitambua. Ni hatari, kwamba hapa kuna hatari. Tuko katika nyakati za hatari, kutambua siku za mwisho, kwamba tuko siku za mwisho. Ni yamkini tunapashwa wana wa Mungu kukaa jinsi gani? Tukae katika utauwa, tukae katika njia ya kumpenda Mungu, tukae katika njia ya kutembea na Mungu, njia takatifu. Mstari wa 3, wasiowapenda wakwao. Watu wasiowapenda wakwao. Wako watu leo hawawapendi wakwao, na wanaweza kudiliki hata kumuua mtu wakwao, ndugu yake anamuua. Kwa sababu gani? Hawapendi familia ya kwao, hapendi. Ni watu wasiopenda wakwao, hawapendi wazazi wao. Ziko familia zingine ambazo leo watoto wao wamegeuka kuwa tishio. Wanaomba wapewe urithi, wapewe mali, wapewe mashamba, wapewe majumba. Hii ni siku za mwisho. Watu wanataka wagaiwe urithi kabla bado wazazi wangaliko hai, wanaishi, wanatembea. Hata kama mali watagaiwa, mmoja atadai kwamba, wengine watadai kwamba hajagaiwa vizuri, hajapewa vizuri. Unataka urithi, jitahidi utafute mali yako. Mzazi atakachokuachia, ushukuru alikuachia. Itakuwa ni jambo zuri. Wasiopenda wakwao, wasiopenda watu wakwao ni watu ambao hawana muda wa kupenda wakwao. Kipengele kinachofuatia, wasiotaka kufanya suluhu. Ni watu ambao kizazi cha leo hawapendi kufanya suluhu, mapatano. Hawapendi jambo liishe. Wanapenda kuona jambo lile linaendelezwa. Tuko siku za mwisho. Ni watu wanaopenda ugomvi bila sababu. Watu wanaopenda kufanya fitina. Ni watu ambao wanapenda vita. Lakini mtu wa Mungu, unayetembea katika Mungu, uwe ni mtu mwenye kupenda suluhu, mwenye kusamehe, mwenye kuachilia, mwenye kuishi maisha ya utauwa, maisha ya kumpenda Mungu. Tembea na Mungu, tembea na Bwana, ukijiamini ya kwamba kweli Mungu amekuweka duniani kwa makusudi. Biblia inasema kwamba Bwana Yesu alipokuwa duniani, hata alipokuwa pale msalabani, Wayahudi walimtesa, walimpiga, hadi Yesu alipokuwa anateswa pale msalabani. Petro akiwa na sime aliamua kumpiga mmoja wa sime, akamkata sikio. Lakini Yesu kwa kuwa hakupenda vita, hakutaka vita, bado alichukua sikio la adui akamrudishia.
Bado akamwambia Petro, rudisha panga yako kwenye hala. Kama ningelitaka vita hii nipate wa kunisaidia, ningelimwomba Baba, angenitumia msaada. Yesu hakutaka vita. Hakuwa mtu wa vita, bali vita yake ilikuwa dhambi iliyokuwa ndani ya wanadamu wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji. Kizazi cha leo ni watu wanaopenda kusingizia, hata kama jambo hajaliona, hana uhakika nao, ni mtu anazua jambo anasingizia. Tusiwe watu wa kusingizia. Biblia anasema Wakolosai 3 na ule mstari wa 9, Mtume Paulo anaandika kwa Wakolosai, anasema tusiambiane uongo, bali tukaambizane ukweli, kwa sababu utu wa kale tumevua matendo ya kale na kuvaa utu upya. Tunahitaji tukaambizane ule ukweli. Tusiwe watu wenye kupenda kusingizia, wasingiziaji, wasiojizuia, watu wasiojizuia, wakali, watu wasiojizuia, wakali na wasiopenda mema. Ni watu wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema. Katika kizazi cha leo wako watu ambao hawapendi mema, hawapendi amani. Tunapotafuta amani, wako watu wasiotutafutia amani, wasiotaka tuwe na amani. Lakini amani ni jambo jema sana. Tunapoishi katika amani, tunaaminiana, tunasaidiana, tunatiana moyo, ni jambo zuri. Mstari wa 4 anasema watawasaliti. Anasema mstari wa 4, wasaliti. Wako leo watu wanasalitiwa. Wanasalitiwa na jamaa zao, wanasalitiwa na ndugu zao, wanasalitiwa na marafiki zao, wanasalitiwa na ndugu zao. Wasaliti ni wakaidi, wenye kujivuna. Watu hawa, kizazi hiki, wako wenye tabia ya namna hiyo: wakaidi, wasaliti, wanaojivuna, wasiopenda mema, wasiopenda mema, wakaidi, wenye kujivuna, wanaopenda nasa, wanaopenda dhambi, wanaopenda kutenda maovu, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wako watu wanaopenda anasa. Anasa. Pesa amepata, anakula kwa anasa. Kama mwana mpotevu alipopewa urithi na baba yake, alikula kwa anasa. Yaani alikula vyakula anavyovitaka vya anasa. Anaagiza chakula asichoweza kula. Raha yake ni kuona ameagiza. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wako watu wa namna hii wanaopenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Mtu wa Mungu, ninaomba endelea kukubali kumtii Mungu, kukaa katika njia ya Mungu. Usipende anasa au mambo ya dunia. Mambo ya dunia ni mambo yanayopita pamoja na mambo yake. Mambo yanayopita pamoja na mambo yake. Penda Mungu, fanya kazi ya Mungu. Leo watu wakipenda kwenda kanisani au kwenda kumwabudu Mungu, wanasema au yeye ameharibika. Lakini wako watu walioharibika wanaopenda anasa. Wanaojiuza, wanaofanya matukio ya ajabu. Wanapenda anasa, wanapenda mambo ya dunia, wanapenda vitu vya dunia.
Lakini pamoja na mambo haya ya dunia unayoyapenda, ni mambo yanayopita. Mstari wa 5 ndio utakuwa mstari wangu wa mwisho. Wenye mfano wa utauwa. Kizazi cha leo wana mfano wa utauwa, wana mfano wa utakatifu, lakini wanakana habari ya kuokoka. Ukimwambia habari ya wokovu, anasema ninayo dini. Ndugu zangu wapendwa, tunakoelekea na tunakokwenda, Mungu huyu tunayemwamini, yeye hana dini na hajawahi kuwa na dini, ila yeye ni mtakatifu, na yeye huketi mahali patakatifu, na yeye hukaa pamoja na watakatifu. Dini zote zitabaki duniani, lakini wanaoenda mbinguni ni wale walioishi maisha ya utauwa, maisha matakatifu, maisha ya kumcha Bwana. Ningekushauri mpendwa, ya kwamba ingia ndani ya Mungu, uishi maisha matakatifu, ambatana na watauwa wenzako wanaomtafuta Mungu, ambatana na watu ambao wanaomcha Bwana. Utakuwa ni wakati mzuri wewe kutembea na Mungu, itakuwa ni wakati mzuri kuishi na Mungu, itakuwa ni jambo zuri ukitembea katika njia ya kumpendeza Bwana. Ndio maana anasema kwamba hao nao ujiepushe nao. Hao watu ambao wanakana nguvu za Mungu, wanamkataa Mungu, wewe mtu wa Mungu, hao epukana nao, kaa mbali nao, ishi mbali nao, tembea na Mungu, mkubali Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naendelea kukushauri, endelea kutazama vipindi hivi vinavyoendelea mara kwa mara katika chaneli ya Daktari Monica Mbaraka. Itakuwa ni wakati wako mzuri na ukubarikiwa, kuinuliwa, kufanikiwa. Itakuwa ni jambo zuri. Tazama chaneli ya Daktari Monica Mbaraka, utabarikiwa sana, na endelea kuwashirikisha marafiki na ndugu kutazama TV hii, itawabariki. Naamini ya kwamba utapiga hatua kwenda hatua nyingine. Mungu akubariki. Naomba nimshukuru Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, uishie milele, na kushukuru na kubariki na kutukuza. Mbariki msikilizaji huyu, mbariki kila moja, kutana na mahitaji aliyo nayo. Mungu ukamtendee mema, ukamtendee muujiza. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen.